Bwana Yesu asifiwe, mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chetu cha maombi ya usiku wa manane. Nikukaribishe katika maombi yetu. Leo tutaendelea na maombi yetu ya kufungua vifungo. Kufungua vifungo ambavyo tumefungwa. Uko na mimi Lydia Kagisa, chini ya huduma ya Mungu yupo hapa. Basi kabla ya mambo yote na tuombe. Mungu mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, wewe uliye mwema na mwaminifu sana, ninakutukuza. Asante kwa uaminifu wako na upendo wako mwingi katikati ya maisha yetu. Unatulinda usiku kucha na kutuepusha na mabaya na hatari zote. Unatupa neema kila itwapo leo, unatufadhili kwa fadhili zako. Ndipo Mungu tunaendelea kupaza sauti zetu kwa mioyo ya shukrani, kwa sababu tunajua ni wewe peke yako Mungu mlinzi wetu unayetulinda na kutupigania. Pokea sifa Kristo Mungu wetu, pokea sifa Bwana wa mabwana, pokea sifa Mungu mkuu, pokea sifa, maana Mungu unastahili sifa za mioyo yetu. Baba, tunakukaribisha tena uwe nasi katika kipindi hiki ambacho Mungu wewe ndio mwalimu na kiongozi. Tunajinyekesha kwako tukiendelea kuomba toba na rehema mahali pote tulipokwenda kinyume na mapenzi yako, katika kuwaza, kunena na kutenda, hata kutokutimiza wajibu. Na si rehema zako Kristo Bwana Baba zikatamaraki, maana umesema tukisema hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Lakini tukiziungama dhambi zetu Baba, wewe ni mwaminifu na ni wa haki. Karibu Roho Mtakatifu, karibu na nguvu zako, uwe nasi tuongoze. Tunatisha kila falme, mamlaka wa kuagiza mapepo wabaya kwenye ulimwengu wa roho. Tunateka kila nyara ipate kukutiwe Kristo. Fikra zote zikatii kilicho cha kwako, ambacho kitaamuliwa na mbingu zako Kristo Mwokozi. Asante Mungu kwa sababu utaenda kuanza nasi na utamaliza nasi, na zaidi ya yote Roho Mtakatifu tatusaidia kuomba, maana sisi hatuwezi kuomba ipasavyo. Ni katika jina la Yesu Kristo Bwana Mwokozi wetu. Amen. Pendo wangu mtazamaji, ni kusi sasa unaweza kunisaidia kushare hii linki ili maombi haya yawafikie wengi na wote tupate maarifa. Ninajua sijui kila kitu, lakini kila mmoja Mungu amempa kwa sehemu. Kwa hiyo kile ninachokijua na uhakika kinaweza kikakusaidia wewe na kikamsaidia mtu mwingine pia. Kwa hiyo tukiunganisha cha yule na cha huyu, tukaunganisha pamoja, tunaujenga mwili wa Kristo kwa pamoja na tunapata msaada wa kutusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikuombe mtu wa Mungu, nisaidie kushare hiyo linki, wakaribisha na watu wengine, waambie kila siku saa 8 sisi tunakuwa live, tunaendelea kuomba maombi yetu. Hakuna siku itafika saa 8 tukose kipindi. Kwa hiyo tuwe live tu, hatuko live lazima tupate kipindi cha kutusaidia kuomba. Kwa hiyo mpendo wangu, nikukaribishe sasa uambatane na mimi. Lakini leo nataka nizungumze vitu vichache, kwa sababu tumekuwa tukiomba kwa habari ya kufungua, tunajifungua vifungo, tunafungua milango yetu. Sasa mtu mwingine, kwa mfano kama usiku wa kuamkia jana, tulikuwa tukiomba kwa kutumia ile kitabu cha Matendo ya Mitume ile 12, tukaona ambapo Petro alikuwa amefungwa, yuko gerezani na amelala katikati ya walinzi wawili na askari wamelinda mlango, lakini alikuwa amefungwa minyororo kwenye mikono yake. Na kisa sasa unaniuliza, kwa hiyo Petro alikuwa gerezani na alikuwa amefungwa, lakini mimi siko gerezani. Unaniambiaje nimefungwa? Vifungo tunavyovizungumzia watu wa Mungu havionekani mwilini, ila matokeo ya vile vifungo vya rohoni ndio yanadhihirika mwilini. Kinachokuja kunionyesha kwamba nimefungwa ni yale maisha ambayo mimi naishi kwayo. Kama maisha yangu yako kinyume na neno la Mungu linavyoniagiza, nijue kwamba kwenye ulimwengu wa roho kuna namna ambavyo adui amenikamata. Kwa nikisema mikono yako imefungwa, ifungue. Usianze kuhangaika kutafuta kamba au pingu au minyororo utakayoiona mwilini. Anasema kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili ile sura ya 10 kuanzia mstari wa 3, anasema ingawa tunenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana kushindana kwetu sisi kwa mwili, tunashindana sisi lakini sio kwa mwili. Maana silaha za vita vyetu sisi za mwili, ila zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Anasema kuangusha mawazo na kila kilichoinuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Kwa hiyo vifungo ninavyovizungumza haviko mwilini, viko rohoni, ila matokeo yake vinatoka rohoni, vinadhihirika mwilini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Au kifungo ni nini? Kifungo ni kuzuiliwa au kuwekwa kizuizini au kutekwa. Anayefungwa, yani mimi nikifungwa mikono yangu hii, siwezi kujifungua mpaka apatikane mtu wa kunifungua. Na mtu akinifunga mikono na miguu au na macho, sina namna ambavyo mimi naweza kuendesha maisha yangu kwa hiari yangu, ila ninaongozwa, ninaishi sawa sawa na yule aliyenifunga anavyotaka.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaposema kufungua vifungo, sije ukaomba kidhaifu ukafikiri kwamba ni kitu chepesi. Ni kitu kigumu sana, na shetani anadili na hicho kitu sana, kwa sababu anajua tukifungwa hatuna namna sisi tunavyoweza kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Na kwa mfano unapozungumzia vifungo, uwe unachukua tu uhalisia wa mtu akiwekwa gerezani. Kuna mtu anaweza akawekwa gerezani akashtakiwa kwa kosa moja, mwingine anashtakiwa kwa makosa zaidi ya moja. Kwa hiyo ni kutegemeana na aliyekufunga anataka nini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu mmoja anaweza akafungwa au akashtakiwa kwa kosa zaidi ya moja. Na wewe uliyefungwa hauwezi kwenda kwa maamuzi yako mwenyewe, unaongozwa na yule aliyekufunga. Kwa mfano kitabu cha Yeremia 25. Kitabu cha Yeremia 25. Yeremia 25 kuanzia mstari wa 10. Neno la Mungu linasema mpaka 12, nasema tena nitawaondolea sauti ya kicheko na sauti ya furaha na sauti ya bwana harusi na sauti ya bibi harusi na sauti ya mawe ya kusaga na nuru ya mishumaa. Na nchi hiyo yote pia itakuwa ukiwa na kitu cha kushangaza, na nayo mataifa hayo watamtumikia mfalme wa Babeli miaka 70. Na itakuwa miaka hiyo 70 itakapotimia, nitamwadhibu mfalme wa Babeli na taifa lile, asema Bwana, kwa sababu ya uovu wao, nayo nchi ya Wakaldayo pia, nami nitafanya kuwa ukiwa milele. Nimesema mtu akifungwa aishi kwa matakwa yake, anaishi sawasawa na matakwa ya aliyemfunga. Yaani utake ustake, unajikuta unaenda sawasawa na aliyekufunga anavyotaka. Hakuna asiyetaka kuolewa, hakuna asiyetaka kuolewa, hakuna asiyetaka kufanikiwa, hakuna asiyetaka kuona shangwe na furaha kwenye nyumba yake. Kwa unapoona hivyo vitu vinagoma, au hata kama uko kwenye ndoa lakini misukosuko haiishi, ni vimbwanga vioja visivyokoma, ujue kwamba kuna namna ambavyo kuna aliyefunga hapo, kuna aliyehusika hapo kuachilia hayo mabaya. Na ndio maana hapa amesema tena nitawaondolea. Sio kwamba wataondoa, nitawaondolea. Na maana huyu aliyekufunga ndiye anakuondolea. Hii sauti ya furaha, ya kicheko inaondoka kwako. Kila siku ni magomvi, kila siku ni kilio, kuna aliyesababisha. Anasema nitawaondolea sauti ya kicheko na sauti ya furaha na sauti ya bwana harusi, hakuna anayeoa, na sauti ya bibi harusi na sauti ya mawe ya kusaga. Ina maana kuwa na vitu, yani kuwa na utosherevu, anaviondoa. Ndio maana nimesema ukifungwa unaishi sawasawa na aliyekufunga anavyotaka. Kwa unapoingia kuomba maombi haya, usiombe kikawaida, kwa sababu aliyekushikilia hakuna anayeweza kukuacha. Ngoja ni utafute huu mstari tena. Asante Mungu amenikumbusha. Ngoja ni utafute huu mstari ndio uelewe ninachokizungumza hapa. Ngoja ni utafute, ni Yeremia hii. Yeremia. Yes. Yeremia 50 mstari wa 33. Yeremia 50:33 anasema, Bwana wa majeshi asema hivi, wana wa Israeli na wana wa Yuda wameonewa pamoja, na wote waliowachukua mateka wamewashika sana, wanakataa kuacha. Na mkombozi wao ni hodari, Bwana wa majeshi ndio jina lake. Yeye atawatetea kwa bidii, apate kuisterehesha nchi na kuwasumbua wakaao katika Babeli. Lakini ninachotafuta hapa, nimekwambia hivi, aliyekufunga au aliyekushikilia amekaza, hataki kukuacha, kwa sababu hataki utoke hapo. Unapotoka unakuwa huru, unaishi vile unavyotaka wewe, au unaishi sawa na agizo la Mungu. Sasa hataki utoke hapo. Ndio maana anasema, Bwana wa majeshi asema hivi, wana wa Israeli na wana wa Yuda wameonewa pamoja, wote wamechukuliwa mateka, waliowashika wamewashika sana, wanakataa kuwaacha. Aliyekufunga au anayepambana na wewe hataki kukuachia kirahisi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tumaini tulilo nalo liko kwenye Yeremia 50:34. Anasema mkombozi wao ni hodari, Bwana wa majeshi ndilo jina lake. Anasema atatupigania kwa bidii. Na sasa ninavyosema atakupigania kwa bidii, usilale.
Usiache kuomba ukasema kwa sababu Mungu amesema atanipigania kwa bidii. No, lazima uombe. Wewe mwenyewe upambane. Ukipambana anaanzia hapo kupigania. Lakini ukinyamaza utasema Mungu akipenda naye anasubiria wewe siku utakapoamua ili aendelee kukutetea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo ukifungwa unaishi sawa sawa na matakwa ya yule aliyekufunga. Na sababu za kufungwa. Sababu za kuwepo kwa vifungo. Sababu za kuwepo kwa nini nifungwe ni hila tu. Kwa nini ufanikiwe? Ni chuki, ni wivu, ni uasi. Ukikosea unaingia kwenye vifungo, kwa sababu hapa tulivyosoma kwenye Yeremia, kwenye ile Yeremia 20 na ngapi? Yeremia 25, ni kwa sababu walikosea. Kwa wivu, chuki, hila, uasi. Wazazi wetu walikosea, tunajikuta sisi tunatembea kwenye laana, natembea kwenye mapigo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo vifungo ninavyovizungumza viko kwenye ulimwengu wa roho. Matokeo yake ndiyo yanayodhihirika katika mwili. Amen. Ndio maana kwenye Waefeso 6:10 mpaka 12 anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana, katika uweza wa nguvu zake. Maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, ni juu ya falme, mamlaka, wa kuagiza mapepo mabaya kwenye ulimwengu wa roho. Kwenye ulimwengu wa roho. Amen. Na unaweza usijue kama umefungwa. Sababu itakao kuja kukupa kwamba kuna vifungo kwenye ulimwengu wa roho. Mtu aliyefungwa anaishi maisha ya kukata tamaa. Mtu aliyefungwa anaishi maisha ya huzuni. Yaani akifurahi leo, kesho ni huzuni. Akicheka siku 2, siku 3 ni huzuni. Akicheka siku 2, wiki nzima ni kilio. Huyo mtu amefungwa. Bwana Yesu asifiwe. Unaishi maisha ya kuwaza mabaya. Ndio wale unasikia mtu anawaza mpaka kujiua. Huyo mtu amefungwa. Hayo maamuzi sio ya kwake. Na kwa nini tufungwe? Yaani mtu anayekufunga anatafuta nini? Yaani huyo mtu anayekufunga anatafuta kitu gani? Acha nikusomee kitabu cha Waamuzi, tuende kwenye maombi sasa. Kitabu cha Waamuzi ile 16. Waamuzi sura ya 16. Ngoja nisome kuanzia mstari wa 3 mpaka wa 6. Waamuzi 16 nasoma mstari wa 3 mpaka mstari wa 6. Neno la Mungu nasema, basi Samsoni akalala hata usiku wa 8, akaondoka katikati ya usiku, akashika milango ya lango la mji na miimo yake miwili akang'oa pamoja na makomeo lake, akajitwika mabegani, akavichukua hata kilele cha mlima ule ulio ukabili Hebroni. Na ikawa baada ya hayo akampenda mwanamke mmoja katika bonde la Soreki, jina lake akiitwa Delila. Nao wakuu wa Wafilisti wakamwendea wakamwambia, mbembeleze upate kujua asili ya nguvu zake nyingi na jinsi tunavyoweza kumshinda, tupate kumfunga na kumtesa, nasi tutakupa kila mtu fedha 1,100. Na Delila akamwambia Samsoni, tafadhali uniambia asili ya nguvu zako nyingi na jinsi unavyoweza kufungwa ili uteswe. Na jinsi unavyoweza kufungwa ili uteswe. Kwa kumbe lengo la kukufunga ni ili kukutesa. Uishi maisha ya mateso. Kwa sababu hapa Delila anatuthibitishia, anasema Delila akamwambia Samsoni, tafadhali uniambia asili ya nguvu zako nyingi na jinsi unavyowezwa. Jinsi uwezavyo kufungwa ili uteswe. Kumbe kuna namna ambavyo mtu anatafuta kufunga. Wewe umefungwa kwa namna gani? Huyu amefungwa kwa umaskini, huyu amefungwa kwa namna ya madeni, huyu amefungwa kwa magonjwa. Hiyo ni namna. Kwa hiyo anasema kwa jinsi unavyoweza kufungwa ili uteswe. Kwa hiyo kifungo chochote kinachokuja kwenye maisha yako kinalenga kukutesa. Ule mstari wa 5 anasema, nao wakuu wa Wafilisti wakamwendea wakamwambia, mbembeleze upate kujua asili ya nguvu zake nyingi na jinsi tunavyoweza kumshinda, tupate kumfunga na kumtesa. Kwa hiyo lengo la wewe kufungwa ni ili uteseke. Kwa hiyo unapokuambia omba, usichukulie kawaida. Usichukulie kawaida
lengo la kifungo kilichokuja kwenye maisha yako ni ili wewe uteseke. Ni ili wewe ufanye nini? Uteseke. Kwa sasa sijajua wewe umefungwa kwa namna gani? Umefungwa kwa namna gani? Wamekufunga na nini? Nafungwa. Sasa tunapokwenda kuomba leo, tunaenda kufungua kila aina ya vifungo. Nafungua vifungo vya magonjwa, najifungua vifungo vya madeni, najifungua vifungo vya kutokuolewa, najifungua vifungo vya kuzalia nyumbani, najifungua vifungo vya kutokusoma, maana kuna wengine kusoma kwao ni marufuku kwa sababu wamefungwa. Tumesoma kwenye Yeremia 25, anatuondolea sauti za furaha, sauti za vicheko. Najifungua vifungo vya huzuni na uchungu, maumivu na mateso, najifungua. Kwa hiyo unapoenda kuomba, omba kwa bidii. Omba kwa bidii. Kwa tunaenda mbele za Mungu sasa kuomba. Nimezungumza tu kwa ufupi ili ninapokuambia omba, ili upate kuomba kwa mzigo. Usiombe useme mtumishi si yupa anaomba. Ndiyo mimi naomba, lakini sijui wewe umefungwa kwa jinsi gani. Kwa sababu hapo unaponitazama mimi sikufahamu na sijui maisha yako, wala wewe hujui mimi maisha yangu, na hujui mimi nimefungwa kwa jinsi gani. Kuona mimi napambana kutoka kwenye kifungo ambacho nimefungwa kwacho. Kuona wewe omba, fungua hicho kifungo ambacho umefungwa kwacho. Ina maana kama unakijua hicho kifungo, kishikilie vizuri leo usiku wa leo, mwambie, ukiambie unafunguka, unaniachia leo. Yaani ng'ang'ana mpaka ukiambie leo vifungo vya magonjwa, haya magonjwa ya kansa. Kwetu wote watu wanakufaga na magonjwa ya kansa. Hivi vifungo vyote vinafunguka, vinaniachia katika jina la Yesu. Naondoa mateso kwenye maisha yangu. Anasema namna ambavyo unaweza kufungwa ili uteswe. Haya mateso yaliyoachiliwa kwenye maisha yangu yananiachia. Watoto wangu wanaachiliwa, ndoa yangu inaachiliwa, kazi yangu inaachiliwa. Vifungo vinaweza kufunguliwa, vifungo vinaweza kuondolewa. Kwa ondoa vifungo, fungua vifungo. Amen. Kata hizo kamba. Kamba unaweza kukata, pingu unaweza kukata, au unaweza kufungua. Kwa hizo zote ni lugha za maombi za kukusaidia wewe upeleke maombi yako kwa uzuri. Amen. Kwa tunaenda mbele za Mungu kuomba sasa. Tunaenda mbele za Mungu kuomba. Shukuru Mungu kwa neema yake. Ametujalia, ametutunza wiki nzima. Ametupa kuiona tena siku ya leo ya Jumapili. Kwa mshukuru Mungu sana. Mwambie Mungu asante kwa neema yako. Kwa namna ambavyo umenisaidia, kwa namna ambavyo umenitetea, kwa namna ambavyo umenilinda, kwa namna ambavyo Mungu umenijalia riziki zangu za kila siku, kwa namna ambavyo Mungu umeninywesha, umeniokoa na mabaya na hatari, umeniokoa na ajali, umeniokoa na mauti. Mshukuru Mungu. Baada ya kumshukuru, nenda mbele za Mungu, omba toba. Sisi ni wanadamu na ni wadhambi. Maana hata Mungu alisema hatoshindana na mwanadamu hata milele, kwa sababu mawazo ya mwanadamu, anawaza mawazo mapotofu toka ujana wake. Anawaza mawazo mabaya. Unawaza mabaya, ninawaza mabaya. Kwa tunapokwenda omba toba, usijihesabie haki. Haleluya. Kwa baada ya kuomba toba, tutamwalika Roho Mtakatifu atusaidie kuomba, atupitishe, maana yeye anajua hivyo vifungo vingine si wende tu hatuvijui, ila yeye anavijua. Atupenyeze kila mahali kwenye kona zote tuweze kupita ili tutoke kwenye hivyo vifungo. Amen. Baada ya hapo tunakwenda mbele za Mungu kung'oa na kubatilisha mashauri yote ya adui. Baada ya hapo, semesha siku yako, iachilie siku yako mikononi mwa Bwana, na zaidi ya yote usiache kuombea ibada. Omba kwa ajili ya ibada za leo, ombea watumishi, ombea roho ya uchaji, mioyo ya watu ifunguliwe, ipokee neno la Mungu. Maana neno la Mungu ni taa na mwanga wa njia zetu, ili hilo neno lituangazie litakalohubiriwa leo. Haleluya. Na baada ya hapo, jifungue kila vifungo. Umefungwa katika vifungo gani? Nimekusomea hiyo mistari. Kataro ya mateso. Aliyekufunga ndiye anayeamua namna ya kuishi. Tunakataa kuishi kinyume na mpango wa Mungu kwenye maisha yetu. Basi tuende mbele za Bwana. Haleluya, tuende mbele za Bwana. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa wema na fadhili zako. Asante Mungu mtakatifu, asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako, asante kwa rehema zako, asante kwa uzuri na utakatifu wako Kristo. Asante maana umetukuka. Heshima na mamlaka na nguvu na uwezo ni vya kwako Mungu wetu.
Baba, wewe ni mwema, fadhili zako ni za milele. Uinuliwe, utukuzwe Kristo Mfalme. Uinuliwe, utukuzwe Mungu mtakatifu. Uinuliwe Baba unayemiliki, unayetawala. Uinuliwe mtakatifu Mungu wetu. Uinuliwe Baba wa rehema. Baba, ninakushukuru kwa sababu umetulinda, umetutunza, umetupa fadhili nyingi, umetuhurumia, umetutunza, umelinda familia zetu, watoto wetu, waume na wake, ndugu zetu, jamaa zetu. Umetuepusha na mabaya na hatari zote. Baba, ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mkuu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna mwenye nguvu kama wewe, hakuna mwenye mamlaka kama ya kwako, hakuna mwenye uwezo kama wa kwako. Wewe peke yako ni Mungu wa kuabudiwa, ni wewe Mungu wa kuinuliwa. Ninakushukuru Mungu mtakatifu, maana umesema ulali wala usinzii kwa ajili yetu. Unajishughulisha sana na mambo yetu. Tumeuona wema wako, tumeziona fadhili zako, tumeyaona matendo yako makuu ya ajabu kwetu. Pokea sifa Kristo Mfalme, pokea sifa, maana peke yako ni Mungu unayeishi, unayemiliki, unayetawala, unayetenda. Uimidiwe, utukuzwe Mungu mtakatifu. Uimidiwe Baba wa rehema, uimidiwe, maana wewe peke yako ni Mungu mwaminifu. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, ninakushukuru kwa sababu unamiliki. Ninakushukuru kwa sababu unatawala. Ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu. Umesema unayajua mawazo unayotuwazia sisi ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya. Nimekuona Bwana ukituwazia mema kila itwapo leo, ukitutunza na kutupigania, ukitushindia vita na hatari na mabaya yote. Baba, jina lako lihimidiwe, jina lako litukuzwe. Asante kwa fadhili zako, asante kwa rehema zako. Asante Mungu mtakatifu, maana peke yako unaishi. Asante Mungu wa milele, maana wewe peke yako ni mtakatifu. Heshima na mamlaka na nguvu na uwezo, Baba, vyote ni vya kwako. Imeandikwa Bwana, wewe kama usipoulinda mji, walindao wakesha bure. Umekuwa mlinzi wetu. Hakika tumeamka si kwa sababu ya mageti na milango tulivyofunga vizuri, ni kwa sababu Bwana wewe ukutuacha tuangamie. Ni kwa sababu Bwana wewe ulali wala usinzii. Ni kwa sababu Bwana umewaachilia malaika zako wafanye kituo katika nyumba zetu ili watuokoe katika jina la Yesu. Ninakushukuru Mungu wa milele, na kushukuru Baba yetu, na kushukuru Mfalme wa falme, na kushukuru Mungu wa mbingu na nchi. Asante kwa rehema zako, asante kwa fadhili zako. Asante Mungu, asante. Asante Baba, asante Mungu, asante Mfalme wa falme, asante Mungu mtakatifu, asante jemedari rima sando ribokora rapoko sakariando ribosaya riamandara basaka rikoriando robokora reseketekerianda mandara basaka rapoko riamando riando robosaka riamashando mandara basaka kandarabakorobosiki rikarabasaka mandarabakoria mandira reseketekerianda kandorobosaya. Kwa damu ya Yesu, Baba mwaminifu Mungu, ninakushukuru. Asante kwa rehema zako, asante kwa upendo wako, asante kwa uaminifu wako, asante kwa ukuu wako. Asante Mungu mtakatifu, maana peke yako unastahili sifa, heshima na mamlaka na nguvu na uwezo, vyote ni vya kwako. Uhimidiwe, utukuzwe Kristo. Uhimidiwe, utukuzwe Baba yetu. Uhimidiwe, utukuzwe Mungu wa milele, katika jina la Yesu. Baba, nakuja mbele zako kwa damu ya Yesu. Ninaomba toba, naomba rehema mbele zako Mungu mtakatifu, mahali popote nilipokwenda kinyume na mapenzi yako, katika kuwaza, kunena na kutenda, hata kutokutimiza wajibu. Ninakusihi Kristo Bwana, unihurumie, nisamehe, nitakase, nioshe kwa hisopo ya damu yako, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo takatifu. Mungu wetu, Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu. Umesema tukisema hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Lakini tukiziungama dhambi zetu, Baba, wewe ni mwaminifu na ni wa haki, hata utuondolee na udhalimu wote, katika jina la Yesu Kristo. Rapoko sakara mashanda mando ribosaka, damu yako ikapite itutakase. Umesema karibia vitu vyote katika Torati usafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Na isi damu yako ya thamani ya agano jipya ikapite na kutuondolea dhambi, uovu na hatia, katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Wewe ni mwaminifu Bwana. Resekeria mando rapokoria mandarabasaka rekeria ndorobokora raposhanda mandarabasaka rikorobosaka rapakaria masaya.
Oria mandara basaka, damu yako ipite na kututakasa. Natubu kwa ajili ya familia zetu, natubu kwa ajili ya waume, natubu kwa ajili ya wake, natubu kwa ajili ya watoto wetu, natubu kwa ajili ya familia zetu, natubu kwa ajili ya kazi zetu. Baba, ninaomba toba mahali tulipokwenda kinyume na mapenzi yako. Natubu kwa ajili ya kanisa lako, natubu kwa ajili ya taifa la Tanzania katika jina la Yesu. Baba, ninaomba rehema, naomba msamaha mbele zako Kristo. Baba, utuhurumie, Baba utusamehe, tutakase kwa damu yako, tusafishe Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba mtakatifu, Mungu mkuu, katika jina la Yesu. Rapo shandarabasaka, rikariandorobosaka, repo koriamandarabasaka, rikorobosaka, ramashanda, resakarabakoria, rimandorobokoria, kwa damu ya Yesu. Baba, asante kwa sababu umetuahidi neema na rehema pale tunapotubu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu najinyenyekeza kwako na kusihi Roho Mtakatifu, wewe ni mtakatifu, unakaa mahali patakatifu kwenye moyo uliopondeka na kutubu, ili kuzifufua roho za wanyenyekevu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Baba, nasihi rehema zako, nasihi fadhili zako, nasihi huruma zako. Roho Mtakatifu uwe nasi, utuongoze, utusaidie, utuongoze, utusaidie kwa jina la Yesu. Utuongoze na utusaidie katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu Kristo. Ramashandorobokora, rikarabasaka, mandarabasikiriando, rapokoria masaka, rikarabashanda, mandarabasiki, rikorobosaka, rapakariamando, reseketekerianda, kwa damu ya Yesu. Baba mtakatifu, mfalme, wewe uliye mwaminifu, tunakuhitaji Roho Bwana, na kuhitaji na nguvu zako, maana imeandikwa, takeni Bwana na nguvu zako, tafuteni uso wako siku zote. Baba, tunakuhitaji wewe, ukatuwezeshe kuomba, maana sisi hatuwezi kuomba ipasavyo. Karibu Roho Mtakatifu, karibu na nguvu zako, karibu na neema yako, karibu Roho Mtakatifu, karibu Roho Bwana, karibu Roho Mtakatifu, karibu na nguvu zako, karibu rimasaka, ramashenderebosaka, rimasaka, rekekeseketa, rapo koriamanda, resakaramashanda, rikoriandorobosaka, kwa damu ya Yesu andiri masaka, katika jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo Mwokozi, Baba mtakatifu, imeandikwa, nawezaje kuingia kwenye nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuteka vyombo vyake nisipomfunga kwanza na kwenda kwenye ulimwengu wa roho? Nafunga hizo falme, mamlaka, wakuu wa giza, mapepo wabaya kwenye ulimwengu wa roho. Ninafunga kwa damu ya Yesu hizo falme, ninafunga wenye mamlaka, ninafunga wakuu wa giza, na wafunga, natiisha kabisa kwenye ulimwengu wa roho. Nasemesha ardhi, nasemesha anga, ninateka nyara kila fikra pate kumtii Kristo kwa damu ya Yesu. Koramasanda, mandarabakoria, resekeriando, ropokosikiri masaka, andarabakoria, kwa damu ya Yesu. Baba mtakatifu, nakwenda kwenye ulimwengu wa roho, ninabatilisha kila mapando ya kuzimu, maana imeandikwa, panzi alipanda mbegu njema, walipolala akaja adui yake akapanda magugu. Kila aina ya magugu tuliopandiwa, na ng'oa usiku wa leo, na ng'oa mapando yote, na ng'oa hizo ajari, na ng'oa kabisa, na ng'oa hizo laana, na ng'oa kwa damu ya Yesu hayo mafarakano, hayo magonjwa, hiyo mauti, na ng'oa, maana imeandikwa, panda asilolipanda Baba yangu wa mbinguni linang'olewa. Nami nakwenda kwenye ulimwengu wa roho, ninang'oa hayo mapandikizi yote yaliyopandwa juu watoto wetu, yaliyopandwa kwenye ndoa zetu, yaliyopandwa kwa ajili ya biashara zetu, kwenye utumishi wetu, hayo tuliopandiwa, na si damu ya Yesu Kristo ikapite hiyo damu, ikapite hiyo damu, ikatuondolee chochote walichotupandia, ikatuondolee hayo mapandikizi yote, hayo mapandikizi yote, mapando ya ajari, mapando ya magonjwa, mapando ya mauti, mapando ya kukataliwa, mapando ya kusaulika, mapando ya kufedheka, aibu na fedhea, vyote vinaondoshwa kwa damu ya Yesu. Kila ambacho kuzimu imekikusudia, Baba umeandika, unayabatilisha mashauri ya mataifa, ili mikono yao isipate kutimiza makusudio yao. Chochote ambacho kuzimu imekikusudia, ninakibatilisha, ninakiharibu
kwa damu ya Yesu. Ninakiharibu kwa jina la Yesu. Ninaharibu kabisa, ninaharibu kabisa, ninaharibu kabisa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaharibu kabisa kwa damu ya mwana kondoo. Ninaharibu kila mpango wote wa ibilisi, ninauharibu. Chochote ambacho wamekipanga hakitafanikiwa juu yetu, hakitafanikiwa juu ya watoto wetu. Ninabatilisha mashauri yao, ninabatilisha agenda zao, nabatilisha maneno yao. Kila neno ovu lililotamkwa juu yetu, juu ya watoto wetu, juu ya kazi zetu, juu ya biashara zetu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, chochote walichotutamkia, maana imeandikwa neno hili halitakuwa wala halitasimama. Neno lote la kichawi, neno lote la mauti, neno lote la ajali, neno lote la uharibifu ambalo limetamkwa juu yetu na uzao wetu, nabatilisha hayo maneno, nabatilisha hayo maneno. Hayatasimama wala hayatakuwa. Mashauri yao na makusudio yao yanatenguliwa, yanaharibiwa, yanatenguliwa, yanaharibiwa kwa damu ya Yesu Kristo. Baba mtakatifu, mfalme, umesema panda asilolipanda Baba wa mbinguni linang'olewa. Nang'oa mapando yote, nang'oa hayo mapando yote, nang'oa hayo mapando yote kwa damu ya Yesu. Pando lolote la mauti linang'olewa kwa damu ya Yesu. Ninang'oa hayo mapando yote katika jina la Yesu. Pando lolote la mauti, pando lolote la ajali, pando lolote la kushindwa, nang'oa leo kwa jina la Yesu. Nang'oa leo hilo pando la mauti, naling'oa kwa damu ya Yesu. Ramashandarabasika rekeriandorobokora ramasaka rikariandorobosika kwa damu ya Yesu. Kora mashanda mandarabasaka riamandorobokora rikasaka resekete karianda mandarabasika kwa damu ya Yesu. Rapokoria manda risakaramakoria ramasakaramakoria rikandarabasaka rimasakariando kora mashandaramakoria riko sakarabasiki kwa damu ya Yesu. Rapoko sikirianda imakata ya masende remoshendere bokora ramashando raposaka rikarianda rabakora rapoko siki kwa damu ya Yesu. Nabatilisha mashauri yao waliotupeleka kwa waganga, waliotupeleka kwa wachawi, waliotupeleka kwa washirikina, waliotupeleka kwa warozi. Nabatilisha makusudio yao, napomoa madhabahu zao, navunja na kuharibu, nateketeza hizo madhabahu. Natoa majina yetu, natoa picha zetu kwenye hizo madhabahu, kwenye makaburi yao walikozika vya kwetu, tunajitoa huko. Makusudio yao yanabatilika kwa damu ya Yesu. Napeleka moto wa Roho Mtakatifu ukateketeze agenda za kuzimu katika jina la Yesu. Shauri lolote la giza likaharibiwe, likabatilike kwa moto wa Bwana kwa jina la Yesu. Agenda za kuzimu zivurugwe leo, ziharibiwe leo kwa damu ya Yesu. Ramashanda mandorobosiki rapokoria manda resekeria masaka andaramasike kandorobokoria manda resekeria ndarabakora rapokoria manda resakariandorobosika kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mungu mtakatifu, mfalme, Bwana, ninakusihi katika damu ya Yesu. Wewe riamashenderebosaka rapokora mashanda mandarabasaka ropokoria manda madhabahu yoyote, vibuyu, viungu, maana Mungu anasema yuko kinyume cha irizi zao. Kila irizi iliyofunga vya kwetu, walikofungia vya kwetu, napeleka moto, nateketeza hayo mairizi, nachoma mairizi yao, nachoma mairizi yao, nachoma mairizi yao yaliyofunga hatima zetu, yanateketezwa. Chochote kila kiwakilishi kwenye hayo mairizi kwa damu ya Yesu. Baba mtakatifu, Mungu wetu, mfalme, Bwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu, na kwenda kwenye ulimwengu wa roho. Wewe Mungu mwaminifu, Baba mtakatifu, Mungu wa Israeli, ninakusihi katika jina la Yesu, hayo mairizi yao yanachomwa moto. Tunajitoa kwenye mikono yao, mipango yao waliopanga, matamko yao, manuizo yao yaliyonuizwa juu ya ndoa zetu, yaliyonuizwa juu ya kazi zetu, yaliyonuizwa juu ya biashara zetu, yaliyonuizwa juu ya uzao wetu, yaliyonuizwa juu ya hatua zetu, kazi zetu, huduma zetu, ninayabatilisha. Natengua makusudio yao, na haribu njama zao
zao, njia zao ziwe giza na uterezi. Kwa damu ya Yesu napeleka roho ya fedhea na aibu ikawe juu ya vichwa vyao. Anasema waaibishwe, wafedheheshwe wote wanaofurahia shari yetu, wanaotengeneza mabaya kwetu, yawarudie wao wenyewe, maana atengenezaye mabaya hayataondoka malangoni pake. Kwa damu ya Yesu Kristo tunajinasua kwenye mikono yao. Anasema nikaona chini ya madhabahu roho za watu waliochinjwa, nami nakwenda kwenye ulimwengu wa roho, kwenye hizo madhabahu za waganga, madhabahu za warozi, za wachawi, za washirikina, waliofunga vya kwetu, waliotuotea, waliopeleka picha zetu, wakapeleka majina yetu kwenye hizo madhabahu. Baba mtakatifu, Mungu wetu, na iachilia damu yako ya thamani, ile inenayo mema, ikapite kwenye ulimwengu wa roho, ikatutoe kwenye madhabahu zao, ikatutoe kwenye uchawi wao na ushirikina wao na urozi wao na uganga wao, chochote kibaya walichotutengenezea. Hizo madhabahu zilizojengwa kwa majina yetu na sadaka zao walizozitoa hapo, tunatanguliza sadaka ya damu ya Yesu ikatunenee mema, kinyume cha maneno yao, kinyume cha laana zao, kinyume cha matamko yao. Baba, damu yako ya thamani ya agano jipya ikanene mema kwa jina la Yesu, ikatunenee mema, kinyume cha mipango yote waliotupangia. Wametutengenezea mabaya, wametutengenezea ajali, wametutengenezea mafarakano kwenye ndoa, wameandika mabaya ya kwamba ndoa zivunjike, ya kwamba tusifanikiwe, ya kwamba tusijenge. Baba, mabaya yote yaliyopandwa kwetu ninayabatilisha, ninang'oa kwa damu ya Yesu Kristo, maana pando asilolipanda Baba yetu wa mbinguni linang'olewa. Nang'oa hayo mapandikizi yote walioyapanda kwa watoto wetu, hizo tabia mbaya, hayo magonjwa nang'oa ugonjwa wa kansa, nang'oa sukari, nang'oa pressure, nang'oa kabisa katika jina la Yesu Kristo. Hayo mauvimbe yaliyoachiliwa kwenye matumbo ya uzazi, nang'oa kwa damu ya Yesu. Hayo matezi dume, nang'oa kwa damu ya Yesu. Hayo mauvimbe, sukari na pressure, kwa damu ya mwana kondoo. Na haribu kila kazi zote za ibilisi zilizoachiliwa kwenye njia zetu. Baba, tunaitenga siku yetu ya leo, tunaiweka wakfu kwa ajili yako. Ramo shandi mando umesindarabo, maana Bwana umesema ni nani basi atakayejiweka wakfu kwa ajili ya Bwana. Baba, tunajiweka wakfu sisi na nyumba zetu na watoto wetu na kazi zetu na biashara zetu, tunajiweka wakfu Bwana. Tuchunge, tutetee, tupiganie siku yetu Bwana, ikaratibishwe na wewe, kwa kuwa imeandikwa, hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana, nasi tutafurahi na kushangilia. Na nyunyiza damu ya Yesu kwenye lango la asubuhi, na nyunyiza damu ya Yesu kwenye lango la mchana, na nyunyiza damu ya Yesu kwenye lango la alasiri, na nyunyiza damu ya Yesu kwenye lango la jioni, na nyunyiza damu ya Yesu kwenye lango la usiku. Na komboa siku nzima, masaa na dakika zake, kila mtego uliotegwa, masaa yaliyopangwa ili kupitisha ubaya. Napeleka damu ya Yesu, maana imeandikwa, karibia vitu vyote katika Torati vinasafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Na mwaga damu ya Yesu kwenye hayo masaa, na kalenda za uovu ninazifuta kabisa. Na hayo masaa ambayo wamelenga kupitisha huo ubaya uliotengenezwa usiku, wakati sisi tumelala, wakati tulipochoka, kilichopenyezwa hapo ili kipate kutokea mchana wa leo. Baba, kwa damu ya Yesu, saa yoyote waliokusudia kupitisha huo ubaya, na nyunyiza damu ya Yesu, na nyunyiza damu ya Yesu, na nyunyiza damu ya Yesu. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, ukatuondolea hayo mabaya, ukatuondolea hayo mabaya. Na nyunyiza damu ya Yesu kwenye lango la asubuhi. Umesema umeiamuru asubuhi yako tangu siku zako zilipoanza ipate kushika miisho ya nchi, waovu wakung'utwe wakawe mbali nayo. Damu ya Yesu ikapite kwenye lango la asubuhi. Tunasemesha asubuhi ikawe tasa upande wa adui, haitakubali kupitisha chochote. Ikawe tasa upande wao, haitaotesha mauti, haitaotesha ajali, haitaotesha mafarakano na magomvi na mabaya yaliyokusudiwa kupita. Tunaisemesha asubuhi ikamate miisho ya nchi, iende sawa sana na mbingu zilivyoamuru. Maana anasema unazijua amri zilizoamriwa na mbingu. Je, unaweza kudhibitisha makusudi yake katika dunia? Ewe asubuhi, sikia maneno ya vinywa vyetu, nasi tunanena, na maneno yetu yatatonatona kama umande. Kile tunachokinena ndicho kitakachokuwa. Usimame kinyume na mpango wa kuzimu, mpango wa wachawi, waganga, warozi na washirikina, maajenti wote ambao kuzimu imewaachilia
ili kutuvuruga na kututabisha. Asubuhi ukakatae mipango yao, ukawe kinyume na laana zao, ukawe kinyume na mabaya yao, ukawe kinyume na mitego yao. Kwa damu ya Yesu ukapigane upande wetu, ukapigania watoto wetu kwenye kazi zetu na biashara zetu, ukatutetee na kutuhifadhi kwa rima shanda andorobokoria kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, Falme, katika jina la Yesu, wewe uliye mwaminifu na wa haki, ninakusihi Kristo Bwana Baba, umeandikwa, umetupa mamlaka, tutakachokifunga duniani na mbinguni kimefungwa, na tutakachokifungua duniani na mbinguni kimefunguliwa. Kwa kuwa hii siku umeifanya wewe, ukasema tutafurahi na kushangilia. Ninakwenda kwenye ulimwengu wa roho, ninafunga kila roho iliyolenga kutuondolea furaha, inayolenga kutuondolea mashangilio, inayolenga kutuondolea amani. Kwa damu ya Yesu Kristo ninafunga hayo malango yake, ninafunga kwenye ulimwengu wa roho, bali nafungulia mema. Nasemesha magharibi, mashariki, kaskazini na kusini, ikatuletee mema. Maana ulisema nitaiambia Sheba na Kusi isizuie, ndivyo nami naiambia kaskazini, naiambia mashariki, naiambia magharibi, naiambia kusini, haitazuia mema yetu. Ikatukutanisha na watu sahihi, ikatuletee yaliyo mema. Zile mbingu zilichokiamuru ndicho tunachokipokea kwa jina la Yesu, ndicho tunachokipokea kwa damu ya Yesu. Hayo mema tunayapokea, nasi tunayaishi katika jina la Yesu Kristo. Siku ya leo ni siku ya baraka, tutakutana na watu sahihi, mema yanatufungukia, yaliyo mazuri yanatujia katika jina la Yesu. Mungu Mwokozi wetu, Mfalme, ninakusihi katika jina la Yesu Kristo, waovu wakung'utwe, wakawe mbali na ndoa zetu, wakawe mbali na watoto wetu, wakawe mbali na kazi zetu, wakawe mbali na biashara zetu, wakawe mbali na huduma zetu, wakawe mbali na kila kicho cha kwetu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Umesema watenda mabaya waliponikaribia, walile nyama yangu walijikwaa wakaanguka. Baba, tunakwenda kwenye ulimwengu wa roho, tunazifunga njia zote, tunaziba njia zote kwa miba ya damu ya Yesu. Tunaziba njia za watesi, tunaziba njia zao zote, tunaziba kwa miba ya damu ya Yesu. Maana imeandikwa, wala usimpe ibilisi nafasi. Hatutakupa nafasi Shetani, hakuna mahali popote unapotakiwa kupita kutufikia. Tunaziba malango yako na njia zako zote, tunaziziba kwa damu ya Yesu, tunaziziba kwa damu ya Yesu. Baba, ukatutenge na waliobeba habari mbaya, waleta habari mbaya, tunajitenga nao, tunakataa kwa jina la Yesu. Hatutasikia habari mbaya wala hatutapokea habari mbaya. Ninakataa kwenye ulimwengu wa roho na wa mwili, hakuna mabaya atakayotufikia. Maana imeandikwa, mabaya hayatatupata wala tauni haitakaribia hema yetu. Ndivyo itakavyokuwa kwa damu ya Yesu. Hayo mabaya yaliyopangwa hayatatupata wala tauni haitakaribia hema yetu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yale mema yetu yakatujie, yale mema yaliyopangwa zidi yetu yakatujie katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Baba mtakatifu, Mungu wetu, ninakwenda kwenye ulimwengu wa roho, ninakuja mbele zako Bwana. Umesema tuombe lolote kwa jina lako na wewe utatenda. Baba, nakuja kuomba ukatusaidie Bwana, ukatufungue kwenye kila kifungo ambacho Shetani ametufunga, kila kifungo ambacho tumefungwa kwacho. Maana tumesikia neno lako, mtu mmoja anaweza akafungwa zaidi ya vifungo kimoja. Baba, sijajua tumefungwa vifungo vingapi, lakini maisha tunayoyaishi yanatuashiria kabisa kuna vifungo ambavyo tumefungwa. Ninakwenda kwenye ulimwengu wa roho, Baba, tufungue hivyo vifungo vya magonjwa, tufungue kabisa kila aina ya ugonjwa uliotajwa kwenye miili yetu, magonjwa ya kurithi, magonjwa yaliyowatesa baba zetu na babu zetu, bibi zetu na mama zetu. Hayo magonjwa Baba, ukatuokoe nayo, ukatufungue kwenye hivyo vifungo katika jina la Yesu. Baba, ukatufungue kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ukatufungue Roho Mtakatifu, ukatufungue Baba mwema, ukatufungue Emanueli, ukatufungue ramashanda resekeriandorobokoria. Baba, ukatufungue kila kifungo tulichofungwa nacho, ambacho Shetani ametufunga nacho. Baba, ukatufungue kwa damu ya Yesu. Baba, ukatufungue kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tufungue hivyo vifungo, tufungue hivyo vifungo tulivyofungwa navyo katika jina la Yesu. Maana nasema tena, nitaondoa sauti ya kicheko. Tumefungwa katika huzuni, hatuna furaha katika nyumba zetu, hatuna furaha kwenye ndoa zetu. Baba, tufungue kwenye hivyo vifungo ambavyo tumefungwa. Watu wamefungwa, hawaoi wala kuolewa. Baba, ninafungua hivyo vifungo ambavyo watu wako wamefungwa kwavyo. Ninafungua kwa jina la Yesu, ninafungua kwa damu ya Yesu, ninafungua kwa damu ya Yesu, ninafungua. Baba, tumefungwa maisha ya uhitaji,
kila wakati hatuna utoshelevu katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu ukatufungue Bwana, ukatufungue Bwana. Fungua watu wako, utoshelevu ukaachiliwe. Fungua ndoa zao, fungua kazi zao, fungua mabinti, fungua wa mama, fungua wa kaka, fungua wa baba, fungua Baba, tufungue Mungu. Fungua watoto wetu kwenye hizo tabia mbaya ambazo wamefungwa kwazo, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Najifungua kwenye vifungo vya wizi, nafungua hivyo vifungo vya uongo. Nafungua watoto wetu waliofungwa kwenye uzinzi, waliofungwa kwenye ulevi, waliofungwa kwenye uongo. Tunawafungua kwenye hizo tabia zote chafu ambazo kuzimu imewafungwa nazo kwa damu ya Yesu Kristo. Hivyo vifungo vinafunguka, hivyo vifungo vinafunguka. Kila vifungo kwenye malango yetu ninaviondoa kwa jina la Yesu. Naondoa hivyo vifungo vya madeni, naondoa hivyo vifungo vya magonjwa, hayo magonjwa ya kansa, hayo magonjwa ya sukari, hayo magonjwa ya pressure, hayo magonjwa ya figo na ini, hayo magonjwa yote, hivyo vifungo vinaondolewa, hivyo vifungo vinaondolewa, hivyo vifungo vinaondolewa, hivyo vifungo vinaondolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Ramashandorobokora, ramasakariando, rapokosakarama, rimashanda, ramasakariando, rikasakarabakora, reposhenderemosa, kandirimosi kirianda, kwa damu ya Yesu Kristo. Hapa hivyo vifungo vinaondolewa, hivyo vifungo vikatuachie. Watoto wetu wafunguliwe, hayo matumbo ya uzazi yaliyofungwa Baba yanafunguliwa kwa jina la Yesu, yanafunguliwa. Watoto wako wafunguliwe, wanaume wafunguliwe, hivyo viuno viachiliwe kwa damu ya Yesu. Kila kifungo ambacho tumefungwa kwacho Baba, katika jina la Yesu tufungue Bwana. Rejesha kicheko, rejesha furaha, rejesha ndoa, rejesha watu waolewe na kuolewa, waoe na kuolewa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Achilia utoshelevu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Umesema na nchi yote pia itakuwa ukiwa. Baba, tunutoe katika hivyo vifungo vya ukiwa, tutoe kwenye utupu, tutoe kwenye ukaufu, tutoe kwenye hilo giza ambalo limeachiliwa kwenye maisha yetu Baba, katika jina la Yesu. Fungua vifungo vyetu, fungua kila kifungo ambacho tumefungwa kwacho kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kifungo chochote ambacho tumefungwa, tunavyovijua na tusivyovijua Baba, tuondolee Bwana, katika jina la Yesu. Kwa damu ya mwana kondoo Baba, tunakataa maisha ya ukiwa, maisha ya utupu, maisha ya ukaufu, tunaondoa kwa damu ya Yesu. Tutoe Bwana kwenye hayo mateso ambayo tumeshikiliwa, maana nasema namna tunavyoweza kufungwa ili tuteswe. Baba, nakataa roho ya mateso, nakataa kuteseka, nakataa kuteseka, nakataa kuteseka. Kila aina ya mateso ambayo kuzimu imeachilia kwetu, imeachilia kwa watoto wetu, imeachilia kwenye ndoa zetu Baba, hayo mateso yanaondoshwa, hayo mateso yanaondolewa, hayo mateso yanaondolewa kwa damu ya Yesu. Wanaotafuta kutushinda Baba, katika jina la Yesu tusaidie. Roho Mtakatifu tutoe kwenye mikono yao, maana wanamwambia Delila, nenda kambembeleze, ujue namna ambavyo tunaweza kumshinda. Tunakataa, hatutashindwa kwa jina la Yesu. Hakuna ufalme wowote utakaotushinda, maana falme zingine zote zimefitinika kwa damu ya Yesu. Ramosaka mandorobosaka, hakuna atakayetushinda, hakuna atakayetuweza, hakuna atakayetushinda, hakuna atakayetuweza kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mandorimosaka, hayo mateso yaliyopangwa, hayo mateso yaliyoachiliwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila mateso yaliyoachiliwa, kila mateso yaliyoachiliwa, hayo mateso ya kila namna yaliyoachiliwa kwa watoto wetu, yaliyoachiliwa kwenye ndoa zetu, yaliyoachiliwa juu ya kazi zetu, yaliyoachiliwa juu ya majina yetu, hayo mateso naondoa kwa damu ya Yesu. Najikung'uta na roho za mateso, roho za kuteswa. Nasema namna ambavyo tunaweza kukufunga ili kukutesa, tunakataa hayo mateso, maana anasema katika Naumu 1:9 anasema, unawaza nini juu ya Bwana? Maana Bwana atakomesha mateso, hatainuka tena mara ya pili. Baba, komesha mateso haya, komesha mateso haya. Wewe uliyesema unakomesha vita, komesha vita hii, komesha mateso haya, komesha ramasaka, komesha haya mateso tulioteswa kwenye ndoa na waliotutesa, wanaotesa watoto wetu, wanaotesa maisha yetu, au wanaotutesa na kututabisha. Baba, nenda kwenye ulimwengu wa roho, warejeshe Bwana, maana apandacho mtu ndicho avunacho. Sisi tunajikung'uta na mateso, tunajikung'uta na kila aina ya mateso tulioteswa kwayo kwa damu ya Yesu. Baba, tutoe kwenye hayo mateso ambao wametuandalia, ambao wametukusudia. Tunajikung'uta na mateso yote, tunajikung'uta na
mateso yote tunajikung'uta, tunawatoa watoto wetu kwenye hayo mateso, tunawatoa watoto wetu kwenye hayo mateso kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunatoka kwenye mateso, tunatoka kwenye mateso, tunatoka kwenye mateso, kila mateso yaliyopangwa, kila mateso yaliyokusudiwa, kila mateso yaliyokusudiwa Baba, katika jina la Yesu tunasue kwenye mateso yao, tunasue kwenye mitego yao ambao wametukusudia Baba, tunasua kwenye hiyo mitego, tunasua kwenye hiyo mitego kwa mamlaka ya jina la Yesu. Manda robo sikiri masaka rapo shanda manda rabasaka ria mando robo kora rika ria mashanda manda rabasaka repo koria manda rabasaka kwa damu ya Yesu. Ko robo shanda rabasika ria mando robo sika rapa koria manda rabasaka rika rabasaka ropo koria masaka rema shendere bosaka kwa damu ya Yesu. Baba, tutoe kwenye hayo mateso, toa watoto wetu kwenye hayo mateso, toa watoto wetu kwenye hayo mateso kwa damu ya mwana kondoo. Mandarabasiki andorobosaya karama shandarabasaya karama sikiriando rapo koriamanda rikaria mashekete riandarabasaka rapo ramandi rikoriandorobosa kwa damu ya Yesu Kristo. Baba mtakatifu, mfalme, Mungu wetu na baba yetu mwema, takatifu, Mungu wa Israeli, kwa damu ya Yesu koramashanda mandarabasika rekeriandorobosaka rapo koriamanda mandarabasaka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mungu uliye hai, takatifu Bwana, tunasue kwenye hayo mateso, tunasue kwenye hayo mateso, na watoa watoto wetu kwenye mateso yote ambao kuzimu imealenga, ambao wametukusudia. Tunakataa, hatutaishi kwenye hayo mateso. Tunatoka kwenye mikono yao, mipango yao, njama zao, uharibifu wao. Baba, tutoe katika jina la Yesu. Tusaidie Bwana, tutoe kwenye hivyo vifungo vya kurithi magonjwa mabaya kwa damu ya Yesu. Raposa kariando remoshendere mosa vilivyowatesa wazazi wetu, tunajikung'uta navyo, maana umesema hatutatumia tena mithali hii, kwa kuwa nafsi itendayo dhambi ndio itakayokufa. Tunakataa kuteseka kuishi maisha ya wazazi wetu, hatutakufa vifo vya wazazi wetu, hatutaishi maisha ya wazazi wetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, umesema unawarehemu maelfu na elfu wakupendao. Kwa damu ya Yesu Kristo, Baba, uturehemu, usitutie katika mitego ya wazazi wetu, usitulipize Bwana Mungu. Sisi tumekukimbilia wewe. Ondoa hila, ondoa chuki na wivu ambao vimekuwa sababu ya sisi kuteseka. Kwa damu ya Yesu, hivyo vifungo vyote kwenye ulimwengu wa roho tunajinasua, tunatoka kwenye vifungo vyao, na hao waliotufunga mikono yao inapigwa kwa jina la Yesu. Inapigwa hiyo mikono yao, hiyo mikono iliyotufunga inapigwa kwa jina la Yesu. Tunatoka kwenye magereza yao, tunatoka kwenye mikono yao, tunatoka leo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yesu Kristo mwokozi wetu, Baba yetu wa mbinguni, ninakusihi Kristo Bwana, wewe ambaye ni mwaminifu na wa haki, uwe nasi, utusaidie, tuongoze Bwana, ongoza hatua zetu, tulinde tunapotoka na tunapoingia, tufungue, tutoe katika vifungo vyote ambavyo kuzimu imetufunga kwavyo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa sababu tunaamini uko na sisi. Tunaiweka siku yetu mikononi mwako, tunaomba mkono wako wa kuume na wenye nguvu uwe nasi, tulinde tunapotoka na tunapoingia. Tunaidhabihu siku ya leo Jumapili mikononi mwako, tunaweka ibada mikononi mwako, tunaombea watumishi wote walioko zamu, tunaombea neema yako, nguvu yako Mungu ikawe juu yao, Roho Mtakatifu akakae juu yao, akaratibisha ibada zote. Tunakataa roho ya mazoea na kawaida kwa damu ya Yesu. Baba, tunaomba neema yako ikaratibishwe na wewe, ikaachiliwe mikono yako yenye nguvu, ikafungue watu wakafunguke na kupona hapo kwenda kwenye ibada, tukafunguliwe. Fungua mioyo yetu, tukalipokee neno lako kwa damu ya Yesu. Ondoa uzito na ubumbuazi, nakataa usingizi wa kipepo, nakataa uzito wa kipepo, ili watu wakalipokee neno kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba, mkono wako wa kuume wenye nguvu ukadhihirike, onekana kwenye sifa, onekana kwenye sadaka, onekana kwenye neno, onekana Baba, kila kitakachofanyika kwa neno na kwa tendo kikaratibishwe na wewe, katika jina la Yesu. Tunaombea taifa letu la Tanzania na mataifa mbalimbali wanaotufuatilia. Tunaomba neema ya wokovu, tunaomba neema ya wokovu ikawe juu ya mataifa yetu, maana ile neema ya wokovu wanadamu wote umesema imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Baba, asante
kwa sababu wewe ni Mungu. Heshima na mamlaka na nguvu na uweza ni vya kwako. Tunaomba kwa ajili ya wanaosafiri siku ya leo, walinde, waepushe na ajali. Tunakataa makafara yaliyoandaliwa kumeza watu wetu, tunabatilisha, tunasimamisha sadaka iliyo bora ya agano jipya, damu ya mwana kondoo Yesu Kristo aliyechinjwa. Kwa damu yake akamnunulia Mungu watu wa kila kabila na kila lugha na kila jamaa na kila taifa. Ndiyo damu hiyo tunaiachilia kwenye barabara za mikoa, wilaya, tarafa na vitongoji na kata. Tunamwaga damu ya Yesu, tukifunga malango ya kuzimu. Ajali zote zinanyamazishwa kimya katika jina la Yesu. Baba, tunaomba kwa ajili ya wagonjwa walioko hospitalini, tunaombea uponyaji, maana umesema unatusamehe maovu yetu na kutuponya magonjwa yetu yote. Baba, wasamehe na uwaponye magonjwa yote ambao madaktari wametaja kwao. Baba, wengine wameambiwa magonjwa yale hawawezi kupona. Mungu, sisi tunaamini kwamba yote kwako yanawezekana, kwake aaminie, na sisi tunaamini katika jina la Yesu. Baba, asante kwa ajili ya wema wako. Ndivyo Mungu tunaiweka wakfu siku ya leo. Tunaomba neema yako na mkono wako uwe pamoja nasi. Bariki kazi zetu, bariki biashara zetu, bariki nyumba zetu, bariki familia zetu, bariki afya zetu, bariki maisha yetu, bariki na majina yetu, maana umesema hili jina jema kuliko mali. Mungu, tubarikie, tuinue, tustawishe. Kibali chako kiende pamoja nasi, ukatufunike kwa utukufu wako kama vazi, katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Karibu Roho Mtakatifu, wewe ndio ukatawale na ukaratibishe kila kitu, na tunaenda kinyume na kila visasi, malipizi na mashambulizi ya adui, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Amen. Pendo wangu mtazamaji, na kuombea Mungu wa mbinguni akubariki. Siku yako ikawe ni siku ya baraka, ibada ikawe na ibada njema, na zaidi ya yote Mungu wa mbinguni akutunze. Tukutane tena usiku wa kuamkia leo. Mungu wa mbinguni akubariki. Ulikuwa na mimi Lydia Kagisa, tenda kazi katika shamba la Bwana. Lakini nikuletee tangazo hili, siku ya Jumanne kuanzia saa 4 mpaka saa 5, saa 4 mpaka saa 5 tutaomba na mabinti au singles. Wewe unajua hujaolewa, saa 4 mpaka saa 5 za usiku tutaomba, tutakuwa live, tutaomba. Binti jiandae, tutaomba. Yani wewe nitumia hata message kwa namba ambazo ziko hapo, niandikie. Yani ujumbe wako, nataka mimi binti, omba pamoja nami. Nataka kuomba na binti. Tutazungumza na tutaomba. Amen. Siku ya Jumanne. Lakini siku ya Alhamisi saa 4 mpaka saa 5 itakuwa ni maombi ya wanandoa. Tunaomba kwa ajili ya kuombea watoto na waume zetu. Ina maana kwa familia zetu kwa ujumla. Ina maana tutaombea waume zetu na tutaomba kwa ajili ya watoto wetu. Uzao wetu ndio urithi wetu. Nasema uzao wa tumbo ni thawabu. Kwa hiyo watoto waliotoka katika matumbo yetu ndio thawabu yetu mbele za Bwana. Kwa hiyo tutakwenda kuwaombea watoto wetu na waume zetu. Kwa nini tunachanganya waume na watoto? Kwa sababu kilichoko kwa mume usipokiombea, mtoto atakibeba. Kwa hiyo tunaombea watoto wetu na waume zetu kwa pamoja, tukiomba urithi wetu ukawe mzuri katika jina la Yesu. Kwa hiyo saa 4 mpaka saa 5 siku ya Alhamisi ni maombi kwa ajili ya wanandoa, tukiombea familia, watoto na waume zetu. Lakini Jumanne saa 4 mpaka saa 5 ni maombi ya singles. Tutaomba kwa ajili ya mabinti. Mabinti jiandae kwa ajili ya kuomba. Nataka kuona mabinti wengi mkinyanyuka kwa ajili ya kuomba, ili mkesho muwe wa mama bora na watu wa maana sana. Mungu wa mbinguni awabariki. Lakini usisahau ibada yetu ya tarehe 9 mwezi wa 11. Ni kuombe mtu wa Mungu. Ibada ambazo tunafanya sisi ambao ni huduma sio kanisa zinahitaji fedha nyingi sana. Nikikutajia fedha ambayo inatakiwa kwa ajili ya kukamilisha hiyo ibada, hautaamini. Lakini ndivyo ilivyo, kuna pesa tunayohitaji. Usiache kuachilia sadaka yako hapo, mtu wa Mungu. Unaweza ukawa huko mbali, usiweze kushiriki pamoja na sisi hivi, lakini ukatoa sadaka yako. Na nikuombe, unapotoa sadaka yako, kumbuka hiyo siku tutarusha live. Ina maana na wewe utahudhuria hiyo ibada, utashiriki na wewe ibada. Kwa hiyo nikuombe uwe mmoja wa kufanikisha hiyo ibada. Achilia sadaka yako kupitia hizo namba unazoziona hapo. Namba account Maendeleo Benki, CRDB, M-Pesa na Tigo Pesa, namba zote ziko hapo. Wewe kisha tuma, nitumie ujumbe mfupi, niambie sadaka yangu kwa ajili ya ibada ya tarehe 9 mwezi wa 11. Mungu wa mbinguni akubariki na kutendee mema. Uhifadhiwe na Kristo, ukayaone mema ya nchi kwa utukufu wa Bwana. Amen.